Amen.
mahitaji muhimu ya mtoto wa kike. Leo mshikilie kabisa. Ndio waweza kupata mtoto wa kike. Si kama watoto wa kike ndio wanaruhusu sana. Lakini watoto wa kike ambao wanaanza kusoma na wale ambao kutafuta riziki. Bado shule au viti shule ndio wanaenda nyumbani. Lakini hawezi kujihudumia na wasiki sana. Mpe mtoto wako mahitaji yake yale ya muhimu. Yale anayojua na yale siyojua. Mpe mtoto wako mahitaji yake yale ya muhimu. Useme mtoto nisimpe pesa, mpe akatafutie kile anachokihitaji. Mpe. Wanashauriana hapo. Wewe unaweka anasotea kila siku ndio si nzuri. Si kibao hapo baridi na wewe mpi. Atatafuta hela kufanya hizo. Si kutaka kimaskini, si nini ya kimaskini. Atatafuta hela kwenda kutafuta nyumba ambayo yeye anajua vizuri. Na kwa sababu alikuwa na nafasi ya kujieleza, unataka kutumie nini? Unataka kufanya nini? Muulize. Kila siku kama anaongea kabisa alikuwa anaona anapeleza vizuri, anachanua. Kila siku anaongea kwa ile tano. Yeye anasafiri katika dunia ili ngoja aseme nini anaona. Akiangalia kwa nani anaona post moja. Anaanzia anatumia. Anakwambia unako, wewe unamnyima. Atajitafuti. Niwasite malizia hapo. Wapende watoto wengi wa kike mahitaji yao. Na hizo kwa wamama tu. Kwanza sisi tunaamini mtoto wa kike ni rafiki wa baba. Kama mtoto wako sio lazima mwambie, wewe baba unaongea na yeye zaidi kwa sababu wewe ni mwanaume. Mwambie mwanaume ni mbaya. Usimwambie mwanaume ni mbaya, mwambie. Na hizi kuna mtu anasema muoneshe mtoto wako mapenzi. Mwambie mimi ndio ninayependa. Kati wa mambo wote wanaopenda ni mimi kwa kwa. Lakini kwa pale kwa wanapenda wananganya tu. Mwambie mpe. Na kama wanataka watoto wao watu wanataka tu manzibiti ataenda. Ataenda na atakwambia. Watoto wako. Hata sio watoto wapeleke wawe kwa breakfast. Umeleni kwa baba kazi ndio mambo yao. Wambie tunaliza tena tu. Usipopeleka huko, anaona mzazi anakosa anaogelea, anatafuta kwenda kuogelea. Na wewe atakwambia na utajua na ataenda. Tena wala sisi tulikuwa vijijini huko kana mambo. Si mimi ndio kwa nimesoma nimetoka kwa basi na umekuja hiyo hivi. Ndio ushaipita. Si tu usini. Ushaipita. Lakini hao sasa wanazaliwa hapa. Wanaona kila kitu. Wanaweka wewe ni salato. Wewe ni salato. Baba yao mpaka chini atakuwa nyumbani na wao mpaka chini na yeye huyo ndio chini. Wewe ni salato. Hakuna. Akijasema wewe ni nini ambaye ni mbaya hapana. Lakini muulize anajisikiaje? Anajisikia kuishi maisha gani? Kwa sababu naamini amezaliwa kwenye misingi hii, amepewa misingi nyumbani, hata kigeuka. Hata kigeuka. Kwa sababu hata anaona mfano kwa mama, anaona mfano kwa dada yake, anaona mfano kwa baba, hata kigeuka. Lakini muulize unataka kuishi mwanangu? Na ile iwe ni mfano iwe usomee. Unataka kuona wewe usinga. Unashaka nini kinakukatiza? Unataka nini? Unataka kufanya nini? Jenga mazingira kabisa. Kwa maana tunashauri pia umtoe mazingira tofauti na nyumbani. Kwa hiyo sio watoto wa kike tu, hata watoto wa wanawake pia. Ndio. Sasa kwa mwana mapema shule za kweli akitoka nyumbani yeye bajeti
sisi kwa kiume tutakuwa mbele yao na nini mtoto. What? Mtoto wa kiume anakuwa hakuna. Kama unaweza mpe mtoto mahitaji yake yote ili wewe unao. Sipofanya hivyo utasaidiwa. Sipofanya hivyo utasaidiwa. Nimekaa na vijana, nimefundisha watoto wawe tofauti, naelewa, najua watoto wanaofaidika. Tena kuongea nao walimu wanajua vitu vingi sana. Kuna mtu aweza kumwambia mtoto wake mwalimu anamuuliza mambo mazito, anamuuliza mambo mazito mtoto. Ni kwa sababu apewe hata uhuru wa kuongea. Apewe. Nyumbani ni Kristo wale. Watoka kwa unabii, watoka kwa Minnesota, watoka kwa kusinzia, ni matano. Nyumbani mama sababu, kutoka sababu imeisha, makini mpaka huko mama huko. Ni Kristo wa neema yote tu. Haitakufikisha huko unapotaka kwenda na familia itaandika na mama utapewa wewe, sio utaombewa wewe. Mwisho kabisa, mkabidhi Mungu familia zetu. Kabisa. Hali ni mbaya sana. Na nashukuru Mungu mimi sasa hivi shughuli zangu ni za kuzunguka. Kwa hiyo mimi nazunguka vizuri mno. Nazunguka sana. Na sio mchana. Mimi nazunguka hadi usiku. Mama zetu pia labda yeye kuzama, naingia ndani na kukuta shuka mtaani. Sisi vijana tunaambia tunazunguka. Na ikakataza kama ni msababu basi tusizunguke, tunazunguka. Kwa sababu ili jifunze, wengine uone. Ili uokoe, utaokoa kujua. Okoa unachojua. Hali ni mbaya sana. Wewe ndani ya kanisa tuko salama, lakini hali hiyo ni mbaya sana. Na kwa sababu tunajaliana hata walioko nje, tunashirikiana nao, kuna mwingiliano kabisa familia zetu. Hali mbaya sana. Sio kwa vijana wa kiume, sio kwa vijana wa kike, hali mbaya sana. Mungu atusaidie. Bwana ni mwema. Nashukuru sana mchako vizuri. Bwana vizuri sana. Na mimi nitaongezea sehemu tu lakini kama wewe vizuri sana. Mimi nitazungumzia kwamba hata hizi kidogo tutumie kwa sisi. Sasa sikweli sisi kwa hizi au ndogo hata kuangalia ndani ya kanisa huko hakuna Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio sana ili kwa ishara ya wadai. Mimi nione kwamba ndio utangawazi kuingia sana ndani ya kanisa hili. Na vile tumeanza kanisa na wao. Tutapiga makelele tunaongea sana lakini isitoshe maana kwamba sasa hivi tuweze kueleza ndani ndani wangu kwa anajua mambo mengi. Hata mimi nimesema hivi hii yana sasa leo nabii kumjue anajua mambo mengi kuona mambo anajua mambo mengi. Hata vingine sasa sisi tuanze wapi? Leo tunasi kwamba
Na kama imechelewa kama tuko kwenye sensi, basi turuhusu wazee waendelee kujadili. Maana kama ni hali mbaya, hali mbaya sana. Sasa tunawachangia wameendelea kusema ndio kwa kiasi. Ni vizuri kwa sababu kwa mtu mzima hawezi kumwangalia bwana pia ususa kanu. Labda maanisha hata mkubwa kama ni kutoka Mungu kwenda Mungu. Atumie ususa kwenda Mungu kama Mungu. Ni sazi ya kuondoka kwenye labda shiriki kwa na nyingine kwamba dunia kwa kasi sana. Sisi tunaweza tukaona kuwa huduma sana dunia kwa kasi sana. Kwa mambo lakini sasa hatuko kwenye kisiwa. Ukitoka hapa na unakuta hii iko kwenye mmoja wao wakasema maana ni sababu kwa kila mtu ana maana yake kwa kuendelea na mafunzo. Sasa wewe kama unatenda kama sisi wewe msingi kama mwanadamu anaendelea na mambo kuonyesha wewe kueleze nafikiri kwa hiyo wakati